nilivyosema mara ya mwisho ya kwamba kila unapokutana na mtumishi wa Mungu, jua kwamba kuna jambo la kimungu ambalo Mungu anataka ulirithi kwa huyo mtu. Kwa hiyo unapokutana na watu wa Mungu, kuwa mpole. Sasa wakati mwingine wapo watumishi wa Mungu watakuja na kukwambia maneno ili uweze kujaribiwa upole wako. Je, utaendelea kumfuata huyo mtumishi wa Mungu ambaye unatakiwa urithi kitu kwake au hapana? Haya mambo ndio yaliyomkuta Elisha. Ijapokuwa walimwambia mambo hayo ni manabii na yalikuwa ya kweli, lakini yeye aliendelea kuwa mpole. Akasema, hapa ngoja niendelee kuwa mpole ili niweze kurithi. Yeye alikuwa anajua kabisa kwa upole huu nitarithi kitu kutoka kwa Bwana wangu. Kwa upole huu nitarithi kitu kutoka kwa Bwana wangu. Akaendelea kumfuata. Hata nabii Elia alipomwambia kaa hapa, akamwambia hapana, nitaendelea kukufuata. Akimwambia kaa hapa, anasema hapana, akaendelea kumfuata mpaka akamuuliza, je, unataka nini? Kwa jinsi alivyokuwa mpole, mpaka nabii wa Mungu akagundua kwamba huyu kuna kitu anakitaka. Kitu alichokuwa anakitaka ni urithi. Ndio maana aliendelea kuwa mpole. Akajua huyu kuna kitu anakitaka. Akamuuliza, je, unataka nini? Tena alimwambia omba unalotaka, kwa sababu alikuwa anajua atakapoomba jambo huyu atalipata. Kwa nini? Kwa sababu ya ule upole wake. Upole ni mtaji unaompa Mkristo kurithi jambo. Akamuuliza, je, omba unalolitaka? Elisha akamwambia, ninaomba nipate maradufu ya upako wako. Maradufu ya upako wako. Maradufu, mara mbili ya roho yako. Yaani alikuwa anaomba arithi roho ya Elia, lakini mara mbili yake. Angalia huyu mtu jinsi gani watu walivyokuwa wanataka kumkatisha tamaa, bila kujua alikuwa ana nia ya jambo kubwa katika maisha yake. Upole wake uliongezeka kwa sababu alikuwa anataka maradufu ya roho ya Elia. Yaani alichokuwa anakitaka kukipokea, alichokuwa anakitaka kukirithi, ile baraka ya kimungu aliyokuwa anaitaka, alikuwa anataka baraka kubwa airithi. Lakini watu walijaribu kumkatisha tamaa, lakini yeye hakuelewa hata kidogo. Na alipoambiwa omba utakalo, akasema ninaomba mara mbili maradufu ya roho yako, mara mbili ya roho yako. Elia akaona huyu ameomba jambo gumu, lakini kama akiendelea na upole wake atapata. Akamwambia, ukiniona wakati nanyakuliwa utapata. Bwana Yesu asifiwe. Ukiniona wakati nanyakuliwa utapata. Yaani maana yake ukiniona wakati naochukuliwa, ukiniona utapata. Unamuonaje mtu unapokuwa mbali naye? Unamuonaje mtu mahali ambapo yeye yuko wewe hauko? Inamaanisha kwamba Elisha
alikuwa anaambiwa na Eliya, ukinikaribia, ukienda na mimi hatua kwa hatua, ukitii maneno ninayokuambia, ukizidi kuwa mpole, hakika wakati naondolewa utaniona, na utakaponiona utapata hichi ulichokiomba. Bwana Yesu asifiwe. Elisha wakati bwana wake anachukuliwa, aliona tena, akapaza sauti yake, akalia kwa sauti kuu. Kipindi Eliya anachukuliwa, lile vazi lake likadondoka. Elisha, lile vazi lilipomdondokea, Elisha akalipata lile vazi, na lile vazi ndio lilikuwa linawakilisha ile roho. Vazi linawakilisha roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unapokuwa umeokoka, angalia usipende kuvaa mavazi ambayo yajui yamebeba roho gani. Sio naenda tu kununua manguo ambayo yashavaliwa na wewe unachukua tu na yavaa, unajikuta unaingiza miroho michafu ya kuwa baradhuli. Matokeo yake unajikuta tayari umeshaingizwa kwenye ubaradhuli. Watu wengi hawajui Kiswahili baradhuli ni nini. Freemason, kupenda vitu vilivyotumika, mavazi usiyoyatambua, sio jambo zuri. Unapokuwa umeokoka, ni vizuri kuvaa nguo mpya, sio nguo ambayo mtu kaivaa. Hasa unapokuwa umjui nani aliyeivaa. Ni afadhali kidogo akiwa mtu ambaye unamjua, mtu wa Mungu, mtu aliyejaa upako wa Roho Mtakatifu, mtu anayemwogopa Mungu, ni afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa upole wa Elisha ulimpa urithi, akarithi ile roho ya Eliya. Mambo ya kimungu yanarithishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watumishi wa Mungu nyakati hizi za mwisho wamerithi baadhi ya roho za manabii na mitume waliopita, na wako hapa duniani na watatembea katika nguvu hizo za watu wale waliopita. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upole wao. Bwana Yesu asifiwe. Upole unasaidia watu kurithi. Leo hii hapa duniani, hapa katika bara letu la Afrika au kwenye bara la Ulaya, zipo historia za watumishi wa Mungu walioishi vizuri na Mungu, waliotembea na Mungu, wakafanya mambo makubwa katika dunia hii. Lakini wakati wanaondoka, hakuna mtu yoyote aliyerithi. Wewe mwenyewe unawafahamu watumishi ambao walikuwepo hapa duniani waliokufa. Tukiangalia katika bara letu la Afrika tu, walivyoondoka, hakuna mtu aliyewarithi, aliyetembea katika nguvu zile, aliyetembea katika mamlaka yale, kwa sababu wale watu waliokuwa chini yake walipungukiwa upole. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa pamoja naye, lakini walipungukiwa upole. Upole umpa mtu kurithi. Unaweza ukarithi mambo ya mwili, unaweza ukarithi mambo ya roho kwa kupitia upole. Ndio maana Biblia inasema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Mstari wa 6 unasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki,
maana hao watashibishwa. Kipimo cha njaa ya kiroho na kipimo cha kiu ya kiroho, kiu ya haki, yaani kiu ya kiroho, kiu ya kutaka kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kiu hizo ukitaka kuzipima, pima katika jinsi yako ya mwili. Mara ngapi kwa siku unakula chakula kimwili? Asubuhi umekula breakfast yako, kifungua kinywa Kiswahili. Mchana umekula lunch au umekula chakula cha mchana Kiswahili. Usiku umekula chakula cha usiku au cha jioni ambayo ni sapa. Umekula mara 3. Mara ngapi umekunywa? Umekunywa maji, umekunywa juisi, umekunywa soda. Hivyo ndiyo hali ya kawaida ilivyo kwa mwanadamu, kwa kila mwanadamu. Wanadamu wengi wanakula mara hizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jitazame wewe Mkristo, mara ngapi unakula kiroho? Mkristo anakulaje kiroho? Anakula kiroho anapolisoma neno la Mungu, awe anasoma mwenyewe kwenye Biblia au anasikiliza mafundisho ya watumishi wengine wanapohubiri neno. Jiulize wewe, unasikiliza neno mara ngapi? Au unasoma Biblia yako mara ngapi kwa siku? Hapo ndipo utajijua kiasi gani una njaa na una kiu ya haki. Ile kiu yako ya kutaka kutenda mema, mwanadamu huwezi kutenda mema bila kupata neema ya kutenda mema. Na neema ya kupanda mema tunaipata kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndiyo taa. Daudi alisema, neno lako ndiyo taa miguuni mwangu. Ili Mkristo aweze kutembea, kutenda mema. Huwezi ukatenda mema bila kutembea katika nuru. Unapotenda jambo lolote jema, kwa sababu gani unatenda? Maana yake unatembea katika nuru. Unatembeaje kwenye nuru? Unapokuwa umekaa kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mkristo anapotenda mema, anatenda mema kwa sababu amekaa katika neno. Ili uweze kutenda mema, ni lazima ukae kwenye neno, uwe sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Kama wewe hauko sawa na neno la Mungu linavyosema, huwezi ukatenda mema. Sasa kiu yako ya haki ni jinsi gani unavyolitafuta neno la Mungu, jinsi gani unavyokula neno la Mungu. Kama unakula chakula kimwili mara 3 kwa siku, neno la Mungu unatakiwa usome na kusikiliza mafundisho zaidi ya mara 3 kwa siku. Kwa nini nasema zaidi, sisemi mara 3? Kwa sababu watu wa mataifa wanakula mara 3 kwa siku. Wengine wanakula mara 5, wengine mara 6. Watu wa mataifa. Sasa neno la Mungu linasema haki yako isipozidi haki ya watoza ushuru na Mafarisayo, hauwezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. Ili uweze kukaa kwenye nafasi ya watu wenye kiu na njaa ya haki, ni lazima ufanye zaidi ya mataifa. Kama mataifa wanakula kwa siku mara 3, wewe kula kwa siku kiroho zaidi ya mara 3, kwa sababu hapa
njaa inayozungumziwa na kiu kinachozungumziwa hapa sio chakula cha kimwili, bali chakula cha kiroho. Biblia inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo, wanafunzi wa Yesu, kuleni zaidi ya mara 3 kwa siku. Ukijiona wewe umeokoka na unakula chini ya mara 3 kwa siku, inamaanisha kwamba wewe huna njaa wala huna kiu ya haki. Au kama una njaa na una kiu, basi kiu yako ni ndogo, haifikii ile kiu ya mataifa. Leo hii kuna Wakristo ambao ni historia kukaa chini na kusoma neno la Mungu. Kwao ni historia kukaa chini na kusikiliza neno la Mungu. Kwa nini? Wamekosa njaa, wamekosa kiu ya haki. Ili ukamilike kuwa mwanafunzi, ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, ni lazima uwe na njaa na kiu ya haki. Yaani wewe kama ni Mkristo, unasema umeokoka na umefanyika kuwa mwanafunzi na una njaa wala kiu ya haki, ujue wewe sio mwanafunzi wa Yesu. Mambo haya Bwana Yesu aliwaamuru wanafunzi wake. Kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu, Bwana Yesu anakuamuru kuanzia leo hii utafute neno la Mungu, ule chakula cha uzima zaidi ya mara 3 kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mafundisho haya ni mafundisho ya wanafunzi wa Yesu. Mafundisho haya sio mafundisho ya makutano, bali ni ya wanafunzi. Lakini kama wewe unasema mimi nimeokoka alafu mimi ni makutano, au unaweza ukakaa siku acha ipite, hujasikiliza neno la Mungu, hujasoma neno la Mungu, imepita siku yote, au umesoma mara moja tu, inapita, kwa sababu wewe sio mwanafunzi. Wanafunzi wanatafuta neno la Mungu zaidi ya mara 3 kwa siku, kwa sababu haki yao inazidi haki ya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni jambo la kusoma na kusikiliza kila mara katika maisha yako, kila saa. Kuna muda mwingine hujafungua neno hivi wala hujasikiliza mhubiri. Kuna muda mwingine unakaa unaanza kutafakari maneno ya Mungu kwenye maisha yako, na jambo hilo linatakiwa lifanyike mara kwa mara, sio mara moja. Siku isipite bila kutafakari neno la Mungu zaidi ya mara moja, zaidi ya mara 3 kwa siku. Na haitoshi kutafakari tu, inabidi ufungue ulisome, inabidi usikilize watumishi, mafundisho. Labda hamjajua kwa nini Bwana Yesu ametuelekeza tufungue chaneli za Injili, sio kwa ajili ya watu kusikiliza kule tu, kwa ajili ya watu pia ambao wako ndani ya kanisa waweze kusikiliza. Kwa kuwa mahali hapa Bwana Yesu anawaandaa watu watakaoingia mbinguni. Kanisa hili ni kanisa la bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la wanafunzi, kanisa la bibi harusi. Mahali hapa ni mahali pa maandalio, mahali pa matengenezo, watu watakaofika Yerusalemu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu akatupa neema ya kuanzisha chaneli zetu hizi za Top Gospel, ili wanafunzi wake wapate kula chakula cha uzima zaidi ya mara 3 kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Na uzuri wa chaneli zetu, kila utakaposikiliza utasikia kitu kipya.
Yaani kuna mambo, yaani hata mimi mwenyewe ninaposikiliza, kuna mambo nikiyasikia yananiongezea neema ya kwenda mbele, yananitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sichoki kusema kwamba chaneli hizi zimejaa neema kubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna wakati fulani Bwana Yesu alinipeleka kwa mtumishi wake mmoja kwa ajili ya kuniweka wakfu. Nilipofika akaniambia, ninaona umejaa neema kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliona wingu ambalo ile neema ya Mungu ambayo Mungu ameiweka juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na neema hiyo iko kwenye mafundisho ya Top Gospel TV. Kila mtu anayesikiliza anapokea neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema tena mstari wa 7, nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Nakumbuka tulivyoanza somo hili nilizungumza kwanza habari za rehema. Mtumishi wa Mungu na mtu wa Mungu ni lazima awe mtu wa kutubu mbele za Mungu. Ni lazima awe mtu wa kushuka mbele za Mungu. Ni lazima utubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna wakati mwingine katika maisha yako unafanya dhambi bila kujua. Kwa hiyo ni lazima mtumishi wa Mungu awe mtu wa toba mbele za Mungu. Mara nyingi uwe ni mtu wa kuomba rehema. Ushuke mbele za Mungu, umuombe Mungu rehema, akusamehe dhambi zote ambazo umezifanya kwa kujua na kwa kutokujua. Rehema ni toba. Uwe mtu wa toba, uwe mtu wa machozi mbele za Bwana ili Bwana Yesu akuhurumie. Rehema ni huruma, rehema ni toba. Ni lazima uhitaji huruma za Mungu. Na neno la Mungu linasema huruma hujitukuza kwa yeye mwenye huruma. Ili uweze kuhurumiwa na Mungu, ni lazima uwahurumie watu wengine. Ili uweze kuhurumiwa na Mungu, ni lazima ujihurumie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao hawajihurumii. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ameokoka lakini anaishi kama mpagani, hajihurumii. Mtu anaokoka anapitisha siku hajasoma neno la Mungu, hajalisha utu wake wa ndani, maana yake hajihurumii. Mtu ameokoka hana muda wa kumwabudu Mungu, hana muda wa kusoma neno la Mungu, hana muda wa kumsifu Mungu, kwa sababu hajihurumii. Bwana Yesu asifiwe. Huruma, kama hujihurumii wewe, basi wahurumie watoto wako. Huruma hufuata kizazi hadi kizazi. Ndio maana Bwana Yesu akasema, mimi ni Mungu nishikaye rehema na maagano kwa vizazi elfu elfu. Akasema kwa kizazi cha kwanza hadi cha 4 Bwana anashika rehema zake. Maana yake wewe ukiwa mtu wa kujihurumia, watoto wako, wajukuu zako, wajukuu na wajukuu na vitukuu watahurumiwa na Bwana. Wajukuu, vijukuu na vining'ina. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna watu ambao hawajaokoka, wanafanya familia zao ziwe za laana,
watoto wao wanakuwa wamelaaniwa, kwa sababu wao hawamwogopi Mungu, hawajaokoka. Kwa sababu neno la Mungu linasema uzao wenye haki watabarikiwa. Maana yake uzao wasio haki watalaaniwa. Ndio maana tunapohubiri Injili tunawaambia watu siku zote, kama wewe hutaki kuokoka kwa ajili yako, basi okoka kwa ajili ya watoto wako ili wasiende motoni. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kama ni Mkristo, kama hutaki kujihurumia mwenyewe kwa ajili yako, basi jihurumie ili watoto wako wahurumiwe kwa ajili ya kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii vizazi vingi vimeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wazazi. Unapokuwa mzazi, uzazi ni majukumu. Mungu anapokupa watoto, anakupa majukumu uweze kuinua kizazi cha wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe unakuwa baba au unakuwa mama unaoleta watoto majambazi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wako walee katika njia za haki, wafundishe katika njia za haki, na wewe mwenyewe uwe mfano. Kwa mfano, kuna familia zingine unakuta mama ndani ana watoto wa kike, halafu mama anaonyesha ujeuri kwa mume wake. Vile vitoto vinaipokea ile laana, vitakapoolewa navyo vitaenda kuwa vijeuri kwa wanaume zao. Aliyeharibu kizazi ni nani? Aliyeharibu kizazi ni mama. Kuna familia nyingine, baba katika familia ni mlevi. Vitoto vikizaliwa, vikikuwa vinamwona baba mlevi, vinarithi ulevi. Matokeo yake baba ametengeneza kizazi cha walevi, kizazi cha watu waliolaaniwa. Familia zingine, baba ni mvutaji, baba anavuta sigara, baba anavuta bangi. Vitoto vikizaliwa vya kiume vinamwona baba anavuta bangi, navyo vinafanyika kuwa vivuta bangi. Na kwa sababu urithi, vinakuja vinavuta mpaka unga. Baba alikuwa mvutaji sigara, vitoto vinavuta unga. Kwa nini? Vimerisi laana kutoka kwa baba. Ndio maana unapokuwa mzazi, jua ya kwamba ipo siku Mungu atakuhukumu kwa sababu jinsi ulivyolea watoto wako. Kama wewe ni mzazi usiyeshika fimbo kabisa kwa watoto wako, jua ya kwamba hautaepuka hukumu ya Mungu. Amen. Yaani kama wewe unajijua ni baba, unajijua wewe ni mama, na hujawahi kushika fimbo kwa ajili ya kuadabisha watoto wako, ujue hautaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wamezoea kuambiwa tu, Biblia inasema hapa, usiponyenyekea kama mtoto mdogo hauwezi ukaingia katika ufalme wa Mungu. Usipookoka hauwezi ukaingia katika ufalme wa Mungu. Leo hii nataka nikwambie, kama wewe mzazi hujawahi kushika fimbo kwa ajili ya kuadabisha watoto wako, jua ya kwamba hautaingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu agizo la Mungu linasema, yule anayemchukia mtoto wake anamnyima mapigo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema pia, rijamu kwa farasi na fimbo kwa ajili ya mgongo wa mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe.
Na neno la Mungu linasema upumbavu umeambatana kwenye moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzilia mbali. Kila mtu anapokuwa mtoto, kuna upumbavu ambao unaambatana na moyo wake, na ni fimbo tu inaweza ikauondoa. Sasa wewe kama mzazi hujaondoa upumbavu ndani ya moyo wa mtoto wako, inamaanisha kwamba huyo mtoto wako atakuwa na upumbavu huo, na wapumbavu hawataingia mbinguni. Na mtoto wako kama hajaingia mbinguni, wewe mzazi utaulizwa, ulimleaje mtoto wako mpaka amekwenda motoni? Unajua kuna wazazi hawajui kwamba ni majukumu yao kuhakikisha watoto wao wanaingia mbinguni. Hawajui, wao uko bize tu. Ndio kwanza unakuta mzazi anakimbia dukani, anaenda anamnunulia mtoto wake simu tena ya gharama, bila kuangalia mtoto wake anakwenda kutazama vitu vya aina gani. Unakuta kitoto kidogo kimelaniwa, kinajua katuni zote, lakini hakijui jambo lolote katika Biblia. Kitoto kimejaa katuni katika moyo wake, kimejaa mapepo ya makatuni, Superman, Spiderman, vyote hayo yote ni mapepo na ni maroho ambayo mtoto anayajua, anayatazama, yanaingia ndani ya moyo wake, yanamfanya mtoto kuwa muovu, na anapigwa ile chapa namba 333. Bwana Yesu asifiwe. Namba ya shetani ambayo anawapiga kila watoto wanaoangalia katuni. Bwana Yesu asifiwe. Vitoto vinakuwa vimelaaniwa. Aliyesababisha ni mama, aliyesababisha ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa katika ndoa, kama wewe ni mwanamume, angalia mambo gani unayoongea kwa mke wako mbele ya watoto. Unapokuwa wewe ni mwanamke, tazama mambo gani unayasema, unayomwambia mume wako mbele ya watoto wako, ili watoto wako wasije wakalaaniwa kama wewe ulivyolaaniwa. Kwa sababu hakuna mwanamke ambaye amebarikiwa alafu amtii mume wake. Kila mwanamke ambaye amtii mume wake, huyo mwanamke amelaaniwa, tena kwa laana kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye huruma, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Rehema zako, huruma zako, wahurumie watoto wako pia, ili warithi baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8 unasema jambo lingine ambalo amelifundisha Bwana Yesu Kristo. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Heri wenye moyo safi. Amen. Nakumbuka nilifundisha ujumbe unaosema moyo wa mwanadamu, the heart of man. Amen. Tukazungumzia habari za magonjwa ya moyo, likiwemo gonjwa la uchafu. Uchafu wa moyo. Moyo unapokuwa mchafu, unakuwa ulipokei neno la Mungu. Moyo unapokuwa mchafu, unakuwa utaki kumtii Mungu, utaki kutii neno la Mungu. Moyo unapokuwa mchafu, unalikataa neno la Mungu. Ukiona mwanadamu analikataa neno la Mungu kwa sababu moyo wake una hitilafu ya uchafu,
Moyo umefanyika kuwa mchafu. Binadamu anapokuwa na moyo mchafu, akisikia neno la Mungu anasema ili neno mbona yule kule afanyi? Mbona mimi tu? Bwana Yesu asifiwe. Moyo ukiwa mchafu unajihesabia haki. Moyo ukiwa mchafu, sijui nielezeje, yaani unajijustify, unajihesabia haki kwamba wewe uko sawa unapokuwa na moyo mchafu. Tena unaweza ukapata hata andiko la kujihesabia haki kwa sababu moyo wako ni mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa mwanadamu unatakiwa usafishwe, na moyo unasafishwa kwa neno la Mungu. Moyo unasafishwa kwa maombi. Ndio maana wakati ule nilipofundisha somo la moyo, nikasema kuna vitu vinavyotakasa moyo ambavyo ni neno la Mungu. Moyo unatakaswa pia na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hasa maombi katika roho. Unaponena kwa lugha, unapoenda kwenye maombi, Roho Mtakatifu anapokuongoza kunena kwa lugha, moyo wako unasafishika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa mtu wa maombi, yaani ukiwa mtu wa maombi tu, yaani ukipenda kufanya maombi, ukitumia muda kwenye maombi, mara nyingi sana utaanza kuletewa ishu za moyo wako, mambo mabaya ambayo yamejaa moyoni. Mungu ataanza kukuletea, iwe kwenye fikra zako, iwe kwenye ndoto, iwe kwenye maono, iwe kwenye matukio. Yaani unajikuta tu unafanya maombi muda mrefu, alafu baada ya maombi unashangaa unakutana na mtu anakukorofisha, na wewe ukikorofishika unakorofishika, alafu unasema neno baya. Unajua nini? Yale maombi uliyofanya yamefichua jambo baya lililokuwa moyoni mwako. Ndio maana umejikuta umesema neno baya, unajikuta unatukana, kumbe unaambiwa uchafu uko ndani ya moyo wako. Yale maombi ndio yameenda kulikurupusha lile pepo la matusi ndani ya moyo wako, linaanza kujidhihirisha. Ndio maana ukiwa mtu wa maombi, usitegemee kila baada ya maombi mambo yataenda vizuri vizuri. Maombi, unafanya maombi, mambo mabaya yanatokea. Mungu anasema hapa kuna tatizo. Unaanza kudili na lile jambo, unazidi kumwomba Mungu aondoe ile roho chafu, unazidi kumwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unazidi kusoma neno la Mungu, neno la Mungu linakusafisha mpaka unajikuta unatoka kwenye maombi, mtu anakukorofisha, alafu upati hasira yoyote, unaacha. Ujue moyo wako ushakuwa safi kwenye eneo hilo. Yapo mambo mengi ya kudili nayo kwenye moyo, yapo mengi sana, tena ni sana. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliwahi kushiriki maombi pamoja nami, hasa maombi ya usiku, wanajua jinsi gani tunavyokuwa tunazigusa ishu za moyo. Mara nyingi tunajikuta tunadili na kung'oa roho chafu. Kwa nini? Ni njia mojawapo ya kusafisha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uusachi moyo wako, kwa kuwa Biblia inasema ni jambo, moyo ni kitu ambacho natakiwa kulinda kuliko vitu vyote, kwa sababu katika moyo ndipo kunakaa chemchemi za uzima. Moyo wa Mkristo ni lazima uwe safi ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu.
lazima moyo wako uwe safi. Amen. Moyo wako kuwa safi ni jitihada zako kwenye maombi. Moyo wako kuwa safi ni jitihada zako kusoma neno la Mungu na kusikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ukishakuwa na moyo safi, utaanza kumuona Mungu kwenye maisha yako. Hamna mtu atakayekuja atakwambia, bwana jambo, hebu angalia hapo, uone kama Mungu ndio kakufanyia hili. Uone. Yaani wewe mwenyewe tu utaanza kumuona Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengine wanasema Mungu hawezi kuonekana. Mungu hawezi kumuona. Ukimwona Mungu utakufa. Hawajui wanachokisema. Hawajui neno la Mungu lilivyosema hivyo lilikuwa linamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mungu anaonekana. Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Anapatikanaje? Unapompata Mungu unamuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mungu anaonekana jamani. Amen. Mungu anaonekana. Ukiwa na moyo safi utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jambo lingine, baada ya mauti au baada ya unyakuo utamuona uso kwa uso hivi. Kuna mwimba utenzi mmoja akaimba akasema, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Ukiwa na moyo safi utamuona Mungu uso kwa uso. Ukiwa na moyo mchafu hautamuona. Kuna watu wengine wanasema, unajua bwana, siku ya hukumu Mungu atakuuliza. Kuna watu hawatamuona Mungu kabisa. Watu wanafikiria hukumu ni Mungu ndio atakayesimama kwa hukumu. Mungu ndio peke yake atakayehukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapo mahakimu watakaohukumu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine watu hawatamuona Mungu kabisa. Mungu haonani na watu wenye mioyo michafu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Neno la Mungu linawaambia Petro, Yohana na Yakobo ya kwamba nyinyi mtaketi kwenye viti 12 kuhukumu kabila 12 za Israeli. Waisraeli watahukumiwa na kina Petro, kina Yohana, kina Yakobo. Wale mitume ndio watahukumu kabila 12 za Israeli baada ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofika mwisho wa dunia, kanisa litakaponyakuliwa, wakati wa hukumu ukifika, mitume wale 12 watazihukumu kabila 12 za Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Nuhu ndio alihukumu ulimwengu mzima, kwa sababu yeye alimwamini Mungu. Kwa hiyo alihukumu ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Tusiende mbali sana kwenye mambo ya hukumu. Ipo siku Mungu akinipa neema nitakuja kufundisha habari za hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Unapotaka kumwona Mungu kwenye maisha yako ni lazima uwe na moyo safi, ni lazima uwe mtu wa maombi, ni lazima uwe mtu wa kusoma neno ili uweze kumwona Mungu. Na ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu lazima uwe mtu wa maombi, lazima uwe mtu wa kusoma neno ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ukikosa neno, ukikosa maombi kwenye maisha yako, hauwezi ukawa mwanafunzi wa Yesu. Haya ndiyo mambo ambayo Bwana Yesu aliwaambia kina Petro, aliyowaamuru
wakayafundishe kwa kila mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Yanaanzia hapa na bado yako mengi, tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tutaishia hapa. Tusimame. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako siku ya leo, kwa ajili ya neno lako uliolinena siku hii ya leo. Bwana Yesu, ninaomba uniongezee neema yako ili niweze kufanyika kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu, ninaomba haya katika jina lako. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru tunapotoka mahali hapa. Tunaomba malaika wako watutangulie wakisikomboa na kusafisha njia, barabara na vyombo vyote vya usafiri tunavyotumia na kukutana navyo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, tunaomba amani yako ipitayo fahamu zote itutangulie majumbani mwetu, makazini kwetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu awabariki na kuwatunza. Bwana Yesu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Yesu awainulie uso wake na kuwapa amani. Bwana Yesu awabariki sana. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Tunafunga roho zote za malipizi, mapatilizi, kisasi, mashambulizi na maangamizi. Havina nguvu wala mamlaka juu yangu na juu ya kila kitu kinachoitwa kwa majina yangu. Inajikunguta roho zote za malipizi, mapatilizi, kisasi, mashambulizi na maangamizi. Havina nguvu wala mamlaka juu yangu na juu ya kila kitu kinachoitwa kwa majina yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu, tunakurudishia sifa, utukufu na heshima kwenye kiti chako cha enzi cha mbinguni. Amen. Haleluya.